Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi leo, ikiwa ni Aprili 24 mwaka 2026. Tuombe. Baba yetu mwema, uketie mahali pasiri juu mbinguni, jina lako takatifu litukuzwe sana. Ninakushukuru kwa sababu ya wema wako na fadhili zako maishani mwetu. Asante kwa ajili ya nafasi hii ya kujifunza neno lako. Tu wa dhambi, tusiostahili hata kuliitia jina lako, lakini tunakuja kwako kwa maana umesema, njooni kwangu nami nitawasafisha, nitawapumzisha na nitawapa amani na rehema. Nasi tumekuja kwako Baba yetu, tusafishe, tutakase na utuongoze. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu, amina. Mada ya leo ina kichwa kinachosema mbingu itakuwa rahisi sana. Imejengeka katika kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya 14 aya 27. Neno la Mungu linasema, mtu yeyote asiyeuchukua msalaba wake na kuja nyuma yangu hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Ni ukweli usiopingika kwamba umati mkubwa wenye uwezo na talanta hawachagui kusafiri katika njia ya Kikristo. Je, talanta na uwezo wao ni wa thamani kiasi cha kushindwa kujitolea kwa mpaji, Bwana wa mbingu na dunia? Wengi wangekuwa wafuasi wa Yesu ikiwa angeshuka chini toka msalabani na kuonekana kwao kwa namna ile wanayotaka. Ikiwa angekuja kwa utajiri na anasa, wengi wangempokea kwa furaha na wangefanya haraka kumtaja kuwa Bwana wa wote. Ikiwa tu angeweka kando fedheha na mateso yake na kuita kwa sauti kuu, mtu akitaka kunifuata afanye yampendezayo na kufurahia ulimwengu, naye atakuwa mwanafunzi wangu, watu wengi wangemwamini. Lakini Yesu mbarikiwa anakuja kwetu si kwa tabia nyingine yoyote zaidi ya upole na unyenyekevu wa yule aliyesulubiwa. Lazima tushiriki kujikana nafsi na mateso yake hapa ikiwa tunataka kuipata taji katika umilele. Neno la Mungu halijaifanya njia nyembamba kuwa pana, na kama watu wengi wamepata njia ambapo wanaweza kujivika mfano wa utauwa bila kubeba msalaba au kuteseka kwa dhiki, watakuwa wameipata njia ambapo Mwokozi wetu hakupita hapo, na wanafuata mfano mwingine zaidi ya ule ambao Yesu aliweka mbele yetu. Je, haitoshi kwamba Yesu aliacha furaha kuu na utukufu wa mbinguni? Alivumilia maisha ya umaskini na mateso makali, na alikufa kifo cha kikatili na cha aibu ili kutupatia furaha ya utakatifu na ya mbinguni. Na je, inawezekana kwamba sisi walengwa wa kujishusha kwa hali ya juu na upendo usio kifani wa Kristo tutatafuta sehemu iliyo bora zaidi katika maisha haya kuliko ile aliyopewa mkombozi wetu? Njia ya kwenda mbinguni ingekuwa rahisi jinsi gani kama kusingekuwa na kujikana nafsi wala msalaba? Jinsi gani walimwengu wengi wangeikimbilia njia hii na wanafiki wangeipita bila kipimo. Mungu atukuzwe kwa msalaba, kujikana nafsi. Fedheha na aibu aliyoivumilia Mwokozi wetu kwa ajili yetu si ya kufedhehesha kwa wale waliookolewa kwa kununuliwa kwa damu yake. Kwa kweli, mbingu itakuwa rahisi vya kutosha. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada yetu nzuri siku ya leo. Mada iliyosema mbingu itakuwa rahisi sana.
Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nasi sasa na hata milele. Amina. Tunao ushuhuda leo kuwaletea, mioyo iko tayari, hakika tutasema, japo ni ngumu sana kueleza kwa kina anayotenda Bwana, kweli yanyenyekeza. Tunao ushuhuda leo kuwaletea, mioyo iko tayari, hakika tutasema, japo ni ngumu sana kueleza kwa kina anayotenda Bwana, kweli yanyenyekeza. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Yesu, wewe uliamua kutupa fursa hii adhimu ambayo wengi wamekosa. Tunanyenyekezwa, wengine hatukuyaomba, Bwana wewe uliyatenda, twakutukuza. Haleluya, haleluya, amen. Yesu, wewe uliamua kutupa fursa hii adhimu ambayo wengi wamekosa. Tunanyenyekezwa, wengine hatukuyaomba, Bwana wewe uliyatenda, twakutukuza. Haleluya, haleluya, amen. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa.